ambavyo alimshinda shetani kwa neno la ushuhuda na kwa damu ya mwana kondoo wa Mungu. Hili ni darasa la PhD. Tunapozungumza hapa, kuna watu wanaponywa huko, kuna watu wanafunguliwa, malaika wanaohusiana na operation wanaanza kufanya kazi yao sasa. Na hata kama uko hapa ni apostle, ni prophet, evangelist, mwalimu, Mungu anapoachilia mafuta haya kwako, hii ndio kazi ambayo unatakiwa uifanye. Watu wajue kazi zako. Vitu vya Mungu sio vya ujanja ujanja. Waambie watu ABCD, nini kinafanyika mpaka inatokea hiki kinachotokea. Siri ya mambo haya ni nini? Kuondelea watu doubts. Na napozungumza hapa, kuna mtu mmoja hapa, Mungu atakufanya kwa surgery wa vitu vingi kwa wakati mmoja. Mungu anaachilia huo upako wa vitu vya tumboni, kila kichoko tumboni, kwa pumzi yako, kwa upako wa nashama utaachilia, utaemfuasao, utanafak, na kila kitu ambacho hakijakaa sawa sawa kitakaa sawa sawa. Kama ni mishipa itakwenda kwenye mstari wake, kama ni mawe kwenye figo, whatever. Hiyo pumzi haitakwenda kama pumzi ya kawaida, itakwenda kama hasira ya Mungu, na hilo hasira, jiwe lazima litasagika. Huyo mtu yuko hapa, pokea anointing. Huyo mtumishi yuko hapa, pokea anointing. Yes. Bado yuko mmoja, endelea kupokea. Na kuna mmoja yuko huko nje unanisikiliza. Mungu atakutumia katika viwango vingine ambavyo hujawahi kuwa. Thank you Holy Spirit. Ufalme wa Mungu duniani ni real. Sio vitu vya kufikirika. It's very real, very real, very real. Walimu wa neno la Mungu, mfunueni Kristo. Walimu wa neno la Mungu, mfunueni Kristo, tuache hadithi. Ufalme wa Mungu duniani very real. Tumemwacha nje bosi wetu Allos Parakletos. Tumemwacha bosi wetu nje Ruach Hadokesh. Ruach Hadokesh tumemwacha nje. Utakapompa nafasi stahiki na kumtii na kumrecognize mbele za watu, kumacknowledge mbele za watu, Mungu atafanya kwako na kuzidi katika jina la Yesu Kristo. Hii neema iko kwa mtu mmoja huko nje ananisikiliza. Thank you Holy Spirit. Ndicho Yesu alifanya. Hawa watu hapa ni watu wazima na upako mafuta wa Bwana. Hawezi kufanya mchezo wa kuigiza. Na operation inaendelea kufanyika hapa, na akitoka hapa sio mtu wa kawaida. Watu mnasubiri Mungu aje akafanya surgery, upasuaji. Hapana. Kanisa tunayo mamlaka. Kanisa tunao uwezo. Utafanya ili mradi unaamini.
utafanya makubwa kuliko alikuwa anafanya. Maandiko anasema kwa jina lake, kupitia kwa mikono ya Paulo akafanya miujiza. Mungu akafanya miujiza mingi kupita kawaida. Hii ndio pumzi ambayo Paulo alimpumulia Eutiko akainuka. Ndio pumzi ambayo alimpumulia Elia, alimpumulia mtoto wa mwanamke ambaye alikuwa ni mwanamke, alikuwa ni amefiwa na mume wake. Ndio ambao upako alitumia Elisha kwa yule mtoto wa Mshunami. Ndio mafuta ambayo Mungu aliweka kwa Ezekiel. Kanisa bado, we still have New Testamental Ezekiels. The same Spirit, the same God, the same Jesus anaoperate. Na mtatoka hapa, mtatabiria mifupa mikavu, mtatabiria eneo ambalo ni kavu kame. Mtatoka hapa, mtatabiria hata na nchi yenu, mtatabiria bara hili na mwili wa Kristo kwa ujumla, kwa pumzi ambayo Mungu ameweka ndani yenu. Hata vipara vitaota. Yes, nimeona watu wakiota nywele kwenye vipara vyao, sio kwa kutumia madawa, kwa pumzi ya Mungu. Thank you Holy Spirit. Nakwambia hivi, kuna resources ambazo tunazo na Mungu ametupa bure. Kanisa, you are yet to use it. Hamjaweza kutumia bado. Malaika wako hapa hawezi kufanya kazi bila wewe kuamuru nini cha kufanya. Mungu hawezi kufanya jambo kama wewe hujafanya wajibu wako. Oh my God. Mungu anasubiri utamke jambo. Holy Spirit is a chief instructor of surgeons. Akisha instruct, ni juu yako surgeon ni kupasua. Roho Mtakatifu aje kupasua, wewe ndio unayepasua. Yeye ana instruct ni cha kufanya. But wewe kama uchukui nafasi kuanza kupasua, hafanyi kitu. Na hao malaika wanahusika na operations, hawezi kufanya kazi. Pamoja unapompumulia mtu ni ama unamjaza Roho Mtakatifu kama ambapo Yesu aliwapumulia wanafunzi wake. Pili ni silaha. Tatu ni dawa ya ganzi. Ni ganzi inayoruhusu malaika wa Bwana kufanya operation. Mtoke hapa, waambieni watu kweli. Lakini hamwezi kuambia watu kweli kama hamna mahusiano ya karibu na Roho Mtakatifu. It needs a spiritual intimacy with the Holy Spirit. Mahusiano namna hiyo inahitaji ushirika wa kweli na Roho Mtakatifu. Inahitaji uwe a true, a covenanted child of God. Mungu atafanya hivyo kwako na kuzidi katika jina la Yesu. Thank you Holy Spirit. Simama juu. Simama juu. Tukae chini. Ili ni darasa endelevu. La PhD, Prophecy, Healing and Deliverance, katika viwanja vya Patmos, Kitunda, Tanzania. Hiki ndicho alichofanya Elia kwa mtoto yule mwanamke yule wa Sarepta. Wafalme wa Kwanza 17 mstari wa 17 mpaka 24.
Hiki ndicho ambacho pia alifanya Elisha kwa yule mtoto wa mwanamke Mshunami alikufa kisha akafufuka. Wafalme wa Pili sura 4 mstari wa 32 mpaka 37. Hiki ndicho ambacho alifanya Paulo wakati anahubiri kwa Yutiko ambaye alianguka kutoka gorofani. Maandiko yanasema Paulo akamwangukia, akamkumbatia, akamleta yule kijana yu mzima. Watu wakafarijika faraja kubwa sana. Ngoja nikwambie, mnaotakiwa kupeleka faraja kwa watu ni ninyi. Matendo yenu yatakapoanza kuonekana yanazaka, jamii itafarijika, itakuwa faraja kwa jamii. Haya mambo tunafanya ili Mungu atukuzwe. Hatufanyi ili kwa ajili ya kujifurahisha, lakini ili Mungu afanye nini? Atukuzwe. Upako wa nashama, pumzi ya Mungu halisi, hata sasa ipo. Ni watu tu hawaandiki kwenye mitandao. Watu bado wanafufuka. Amen. Magonjwa ya sugu ambayo yasiyoponyekana hivyo. Mahali ambapo madaktari wanashindwa ndipo tunakoanzia. Ndiko surgery sisi tunaanza. Mahali ambapo surgery imefeli kwenye mwili, hapo ndio mwanzo wa sisi kuanza kazi, ili pia wajue kwamba yuko Mungu aliye hai. Matendo 20 mstari wa 7 mpaka 12. Kwa wale ambao wameanguka, wale ambao wamezimia, madaktari wanampumulia, wanaitaga resuscitation. Okay, tuandika baadaye resuscitation. Kwa hiyo wanampumulia. Kwa sio jambo la ajabu hasa kwenye huduma hii ya watu wanaotembea katika upako wa prophecy, healing and deliverance. Ni jambo la kawaida sana kwetu, jambo la kawaida sana kwa masajoni kama ninyi. Amen. Watu wana hiyo kurudi kwenye uzima, na kinachofanyika hivyo, jamii yote inafanya nini? Inafarijika. Nendeni mpeleke faraja kwa jamii. Nimesemaje watakatifu? Jamii haina faraja kwa sababu watu kama ninyi mmejificha, lakini nao umejitokeza. Nendeni baada ya kujua siri hii. Hawa wanaitwa wahubiri wakubwa, wanaona wanafanya mambo makubwa. There is no magical. Sio vitu vya kufikirika, ni principle tu. Ukifuata principle ya Mungu, anachofanya yule utafanya na kuzidi. Lakini tusipoangalia, tutatengeneza mbilikimu wa kiroho. Kila siku ni wategemezi wa mchungaji kuombewa. Mimi ni miaka mingi sienda kwa mchungaji kumwambia nimwombee, wala sina mpango huo. Kwa nini? Muhimu ni kutunza mahusiano, ushirika na Roho Mtakatifu. Na kama ni mtu wa agano, hakikisha kila siku unasimama kwenye ile agano. Lakini utii na kuwa na ratiba inayofahamika. Ratiba ya kwako weka chini, chukua ratiba ya Roho Mtakatifu, mtakwenda sambamba. Hiyo neema ipo na bado ingalipo. Uwe mwaminifu hata kufa. Kataa dhambi kwa gharama yote ile. Pingana nayo hata kama ni kufa, haijalishi. Kufa ni mlango wa kuingia kwenye eternity. Hakuna kitu kipya kwenye kufa. That's true. Hakuna kitu kipya kwenye kufa kwa mtu ambaye ni righteous. Kufa ni mlango wa kuingia kwenye eternity. Ndio mlango wa kutokea. Hata kama ungefanyaje, huwezi kuishi miaka 200 hapa. Utaondoka tu. Bwana asifiwe sana. Lakini kataa dhambi, pinga dhambi, hata kama kufa na ufe. Ni sawa.
kuliko kupata aibu ya milele. Penda, naonyesha kumpenda sana, kwa sababu hii pumzi, upako wa pumzi unakwenda na kupenda sana, unakwenda na kupenda sana, kwa sababu upendo ndio unaozaa ndani ya mtu huu upako wa nashama. Nakwambia hivi, utawapumulia hata wanyama wako watazaa, hata kuku zako watataga. Hii haiendi kwa watu tu, hata kwa viumbe vingine. Trust my God. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Na nikwambie kitu ambacho Mungu alikuwa ananiambia kwa wanafunzi wangu wazuri hapa. Niseme au nisiseme siku nyingine? Niseme siku nyingine. Anasema hivi, kuanzia leo pumzi yako itakuwa kama moto kwa maadui zako. Si unajua ukipumua hivi unaona ni kawaida sana. Bwana asifiwe. Unaamini neno la Mungu ni kweli? Sasa anasema hivi Mheshimiwa Alos Parakletos, amen, kwamba kuanzia leo, leo yangu sio unavyofikiria, ni sasa, pumzi yako itakuwa kama moto kwa maadui zako. Nakwambia hivi, utampumulia mtu mwenye pepo. Ngoja nikuonyeshe, mtu mmoja aje hapa nikuonyeshe tofauti ya pumzi. Sawa? Yule hatujapata muda kumwambia nini kilitokea, maana amelala hapa muda mrefu. Kwa hiyo alipata ile ganzi. Sasa pumzi ya Mungu iko mara mbili. Kuna ile ambayo sasa inapeleka uzima, unapata Roho Mtakatifu, unajazwa. Kuna nyingine inatoka sasa kama mvumo wa pumzi, na inakuja kama wrath, kama nini, hasira ya Mungu. Na namshukuru Mungu kwa sababu sikufundishwa na mwanadamu hili, na kitu ambacho mimi nasema nilipewa neema ni katika uwanja wa vita. Katika uwanja wa vita ndio nilikuwa napewa hii siri sasa. Kwa hiyo unapopumulia hivi, moja, unaweza kupumulia kirahisi namna ile, na moja ninachojua ni kama kumdharau shetani, ni kama ni pepo, ni kama kumdharau, ni kumpuuza. Nazungumza upande nyingine kama silaha. Lakini inapokuja kama hasira, utaona tofauti yake. Sasa sogea hapa. Udada amekasirika, ameteseka sana. Sogea mbele kidogo. Dada ameteseka sana. Sawa? Utaona kama kuna kitu kingine chochote kimebakia humu ndani. Hii kupumulia na mpumulia ni tofauti. Hii ndio inaitwa hasira ya Mungu. Kwa hiyo inakuja kama mvumo wa pumzi. Kama kuna chochote kimebakia huku, hasira ya Mungu huwa haitulii mpaka imemaliza kusudio lake. Nyosha mikono yako. Angalia tofauti ya kupumua kwangu. Sawa eh? Sawa. Nyosha tu mikono yako.
Umeona tofauti? Ile ya kwanza nilipumulia kwa ajili ya uponyaji, akapata usingizi, operation ikafanyika. Kama kuna kaugonjwa na kuna karoho ambako kako ndani ya mtu, unapopumua kwa pumzi kwa kasi namna, kwa hasira, ile ni hasira rafiki, hata kama lingekuwa jeshi, hata kama ingekuwa jeshi, pokea hiyo anointing. Nasema pokea hiyo anointing. Nasema pokea hiyo anointing. Nasema pokea hiyo anointing. Ndivyo ghadhabu ya Mungu itakapokuwa dhidi ya maadui zako, ndivyo ghadhabu itakapokuwa dhidi ya maadui zako. Sikiliza bwana, ndivyo itakapokuwa ghadhabu juu ya maadui zako. Hiyo anointing iko kwako. Nyosha mikono yako juu sana. Nyosha mikono yako juu. Oh my God. 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 Thank you, Holy Spirit. Subiri uone. Hata kama kuna mtu mwenye pepo la namna gani hapa, hakuna ambaye anaweza kutulia. Thank you, Holy Spirit. Mama mwenye mtoto hapa sio mahali pa kufanyia magambling hapa. Thank you, Holy Spirit. Thank you. Thank you. Judith, your anointing iko juu yako. Yes. Watasha, yes, ipo juu yako. Nakwambia kuanzia leo adui hawezi kusimama. Hasira ya Mungu huwa itulii mpaka imekamilisha kusudi lake. Hii ni pumzi inakuja, mfano wa hasira ni kama moto, na nasema pumzi yako kuanzia leo itakuwa kama moto kwa maadui zako. My God, my God, thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Na anasema maneno ya Mungu yatakuwa moto kinywani mwako, na utawaua maadui zako, falme, mamlaka, wakuu wa giza na jeshi la pepo wachafu katika ulimwengu wa roho. Maneno yako kuanzia sasa, Mungu anapokupa pumzi yake, na pumzi ya Mungu inapokuwa pumzi yako, sasa pumzi yako itakuwa moto dhidi ya maadui zako, na maneno yako yatakuwa moto kuwaua maadui zako. Naposema maadui hapa ni falme, mamlaka, wakuu wa giza na jeshi la pepo wachafu katika ulimwengu wa roho. Roho zitendazo kazi ndani ya watu, juu ya watu, sio watu, ni kuua roho ambazo zinafanya kazi. Unashughulika na roho zinazofanya kazi na watu. Thank you, Holy Spirit. Asante Roho Mtakatifu.
Amen. 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 Tukae. Tukae. Isaya 11 mstari wa 4. Isaya 11 mstari wa 4. Bali kwa haki atahukumu maskini, na ataonya wanyenyekevu wa dunia kwa adili, naye ataipiga dunia kwa fimbo ya kinywa chake, na kwa pumzi ya midomo yake atawaua wabaya. Amen. Kinywa hicho kimoja ni fimbo ya kinywa chake na ni pumzi ya midomo yake. Ngoja niwaambie, kuna mahali nilifika na nilipofika hapo kwenye ulimwengu wa roho, nilishangaa. Nilikuta maroho ya hovyo magumu kuliko zege, lakini yanakujia. Nikasema kwa jina la Yesu, hamna kitu. Hakurespondi, akazidi kuja. Roho Mungu akanambia, haya yanakufa kwa pumzi. Haya yanakufa kwa pumzi. Kuna tisha. Sasa unaona jitu, unasema kwa jina la Yesu. Hivi umeokoka au hujaokoka? Mimi nikasema ili jina silina kila mahali bwana, ndio hivyo linazidi kuja. Lakini Roho Mungu ananiambia hapa, Severin, apply pumzi yangu. Tena nilifanya kama mzaha, nikafanya tu, nikaona merudi hivi, mara ya pili, mara ya tatu, chini. Nikakutana na lingine pia, akanambia hapa pumzi. Kwa hiyo ni jina la Yesu, tunafanya kwa jina la Yesu, kila kitu kwa jina la Yesu, lakini tuna silaha tofauti kwa vita tofauti, kwenye anga tofauti. Kuna silaha tofauti inayoshughulika na roho tofauti. Amen. Kwa hiyo haya huwezi kujua mpaka ukae ufundishwe na Roho Mtakatifu. Na mimi wanawaambia watu, fundishwa na mwalimu, that's good, lazima uwe mahali pa kuanzia, lakini kaa chini, mwambie Roho Mtakatifu, sasa naomba unifundishe. Tusile neno, tusipokee neno kama kinda ambaye analishwa hajui ni nini. Lazima tupate nafasi ya kulichuu. Mimi nampenda mnyama mmoja anaitwa ni ng'ombe. Anafanya regurgitation. Akila baadaye anacheua, halafu anatafuna tena, anameza, kinarudi tena, anakimeza, baadaye kinaishia. Wakati mwingine ng'ombe mfumo wake ni bora kuliko tunavyolipokea neno la Mungu watu wengine. Sio kila kitu kumeza. Regurgitate, cheua, halafu pima, hii inafaa kumezwa au hapana. Wengi tumelishwa sumu bila kujua. Kwenye madini tuna sumu nyingi sana. Mliona kile kilichotokea wakati uliopita. Amen. Kwa hiyo hii ni silaha moja ambayo ni silaha kubwa, ni silaha ya kwake mwenyewe. Hii ni pumzi ya Bwana. Kwa hiyo bado jina lake liko pale pale. Amen. Ayubu 4 mstari wa 8 mpaka wa 9. Kama mimi nilivyoona hao walimao maovu na kupanda madhara, uvuna hayo,
kwa pumzi ya Mungu huangamia, na kwa kuvuma kwa hasira zake humalizika. Oh my God. By the blast of God they perish, and by the breath of his nostrils are they consumed. Amen. Mahali pengine maandiko yanasema, kwa sababu hiyo Bwana Mungu asema hivi, kwa sababu mnasema neno hili, tazama nitafanya maneno yako katika kinywa chako kuwa moto, na watu hawa kuwa kuni, na moto wako moto utawala. I love that. Amen. Nitafanya maneno yangu katika kinywa chako kuwa moto, na watu hawa kuwa kuni, na nao watakuwa nao moto utawala. Ukitoka hapa usitafute kuni kuni zako Mungu ameshasema maadui zako ndio watakuwa nini? Watakuwa kuni, hafu moto huo ndio utawala. That fire will consume them. Sema na iwe hivyo Bwana. Sema tena kwamba maneno yake kwenye kinywa chako kuwa moto, na watu hao ambao ni maadui zako. Hapa sizungumzii watu kwa maana ya watu, nazungumzia maadui ambao sio roho, ni roho inayotenda kazi katika binadamu, kuwa kuni, na huo moto utafanya utawala. Wathesalonike wa pili 2:8. Hapo ndipo atakapofunuliwa yule asi ambaye Bwana Yesu atamua kwa pumzi ya kinywa chake. Oh my God. Wathesalonike wa pili 2:8. Kwa hiyo pumzi ya Yesu ndiyo itakayomua yule asi, mwana uasi, Shetani. Amen. Hii pumzi yetu, hao wengine ambao wako chini yake ni saizi yetu. Haijalishi ni mkubwa, yuko kwenye renki gani, haijalishi ni mkubwa, anaishi kwenye anga lipi. Sisi tuko juu katika renki, tunakaa katika renki ya juu kuliko hao wote, na vita vyetu hatuvipigi kutoka chini, tunapiga kutoka juu. Amen. Kwa pumzi yako Mungu amesema pumzi yako itakuwa ni moto. Kwa pumzi ya Yesu ndio itakayemua huyu asi, mwana uasi. Lakini pumzi za kwetu hizi, hii ambayo Mungu ametupa, hao wengine wote, vyote hivi ni saizi yetu. Hakuna ambaye ni mkuu kuliko hichi tulicho nacho. Huyu anasema kwamba naye anataka kuwa kama Mungu au ni Mungu wa dunia, atakutana na huyu ambaye ni bwana mkubwa. Hao wengine hawa, falme, mamlaka, wakuu wa giza, jeshi na mapepo wachafu wote wa kiroho, ni saizi yako. Ndio maana akasema nimewapa amri ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote, sio nguvu moja, zote za yule adui, wala hakuna kitu kitakachokudhuru. Rafiki, niliwaambia wakati uliopita, wiki iliyopita nadhani, sikujua kama Jumatatu ningeamka. Sikujua. Sijawahi kuona hivyo vita mimi tangu nimeokoka. Nimesema sijawahi kuona. Wamekuja bisi, wanyama wa kila namna kuja kupambana na mimi. Wamekuja wadudu, aina wadudu wa kila namna kuja kupambana na mimi. Mfano wa watu, mfano wa wanyama, hivyo. Nikisema sasa nataka kupumzika, naambia Roho Mtakatifu asante kwa kunishindia hivi. Nikifumba hivi macho, vita nyingine inaanza.
wanakuja nyuki wengi, lakini hakuna anayenikaribia. Wanakuja tu wadudu wengine ambao sio namna gani, nikifumba tena macho hivyo. Lakini nikwambie, kama hatutampa nafasi Roho Mtakatifu katika maisha yetu ya huduma, kilichoko huko nje kinachotusubiri ni kibaya kuliko unavyofikiria. Wanakusagia meno kuliko unavyofikiria. Lakini baada ya Mungu kuachilia hii anointing leo, Nasham anointing, amen, nakwambia hivi, Mungu amekuongezea silaha kwenye gala lako, na gala lako naona linatuna, gala lako naona linapanuka, gala lako naona linaongezeka. Gala la silaha zako, amari yako inakuwa kubwa. Oh my God, mlioko huko nje, ili ni darasa la PhD. Naona gala la silaha la mtu linaongezeka, sio la kawaida, na hilo gala liko ndani yako. Unajua kuna mwingine unafurika silaha, huduma yako kama ilivyo leo. Nakwambia hivi, maneno yako yatakuwa ni moto na maadui zako yatakuwa ni kuni, na kwa moto ulioko ndani yako utawaua hawa maadui, hawa falme na mamlaka wakuu wa giza na jeshi la pepo wachafu katika ulimwengu wa roho. Watakuwa kwako ni kama kuni, na moto unaotoka kwako sio moto unaotoka mbinguni, moto unaotoka kwako kwa maneno ya kinywa chako, maneno ambayo Mungu amesema ni yatakuwa ni moto, yatawala. Huo moto utawala, it will consume them. Na hiyo neema Mungu anaachilia kwa mtu yuko hapa, kwa mwanafunzi wa PhD na kwa ambaye sio PhD, that anointing is upon you. Hakuna kitakachoinuka kinyume na wewe kitakachofaulu, kwa sababu ndani yako maneno yako ni moto, pumzi yako ni moto, na huo moto utawatafuna maadui zako. Mungu anasema watakuwa ni kuni, na huo moto unatoka kwako, ndani yako, sio mbinguni, ndani yako, ndani ya maneno yako, utawatafuna, utawala. Hili ni neno la Bwana. Hiyo pumzi yako ni moto, maneno yako ni moto. Naamuru kuanzia sasa kwa jina la Yesu Kristo, chochote ambacho kiko mbele yako, anything that's ahead of you, maneno yako yaanze kwa moto sasa, na pumzi yako yaanze kwa moto sasa, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth, ili mkawaokoe na wengine, mkawaponya na wengine, mkawanusuru na wengine, mkanusuru na familia za wengine, mkanusuru na biashara za wengine, mkanusuru na uchumi wa kwako, ukanusuru na majirani wanaokuzunguka, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Wewe moto ulioko ndani, pumzi ya moto, maneno ya moto, chomoka, anza kuchomoka, anza kuchomoka na kuhusika na maadui zao kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Maadui mwekuni sasa, na moto huu uwachome, uangamize, uwateketeze, uwatafune. Ndivyo ilivyo sasa. Huu ni upako wa moto. Moto upako kwenye maneno yako, moto upako kwenye pumzi yako. Yes, na iwe hivyo kwako sasa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Na unanisikiliza huko nje, ili ni darasa la PhD live. Kinachofanyika hapa kinafanyika huko huko kwa neno la Bwana, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Nawe ingia humo, pokea kwa jina la Yesu Kristo, pokea kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Itafika mahali hutamwambia mtu niombee, kwa sababu ndani yako moto utatoka, utamla adui yako, utamtafuna adui yako. Adui yako atakuwa ni kuni, ni kansa, ni UTI, malaria sugu. Moto unatoka ndani yako, unamteketeza. Uko hapa ni mgonjwa wa ugonjwa wote, huo moto unatoka ndani yako, hiyo pumzi inatoka ndani yako. Utamla huyo mgonjwa, huo ugonjwa, utamla huyo adui kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Thank you, Holy Spirit.
Ni uvimbe mkubwa namna gani? Uko wapi? Unafanya nini? Bwana anasema pumzi yako itakuwa moto, maneno yako yatakuwa moto, na maadui zako watakuwa ni kuni. Ni uvimbe wapi? Unafanya nini? Kwa ukubwa namna gani? Na umekuja kufanya nini? Kwa neno la Bwana, kwa neno la Bwana, kwa neno la Bwana. Pumzi ya moto, hasira ya Mungu. Maneno ya Mungu yanatoka kama moto, nawe ni kuni. Uko hapa, roho ya kigeni, maneno hayo unasikia. Pumzi hiyo ndani ya mtu ni moto, maneno ya huyo mtu ndani yake ni moto. Wewe ni kuni, uanze kuteketea sasa, na Bwana kwa huo moto ukutafune kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Ni kansa, UTI, malaria sugu, ni maumivu ya namna gani yasiosikia dawa, kichaa, ulemavu wa namna yote, hili ni neno la Bwana. Sikia, wewe ni kuni. Nasema wewe ni kuni. Na sasa kwa moto wa neno la Bwana, kwa pumzi ya moto, uteketezwe kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Kuna mtu anaandogo chemotherapy. Ili neno la kuhusu uwe mzima kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Uwe mzima kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Uwe mzima kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Thank you Holy Spirit. Asante Roho Mtakatifu. Asante Roho Mtakatifu. Asante Roho Mtakatifu. Kuna mvumo wa pumzi ya Mungu unatembea. Kuna mvumo wa pumzi ya Mungu unatembea kukutoka katika maji mengi. Nasema kuna mvumo wa pumzi ya Mungu unatembea kumtoa mtu ambaye yuko katika maji mengi. Umefikwa na mengi, huna haja kujiua, huna haja kujiuzuru kazi, huna haja kuacha kazi, huna haja kurudi kule ambako unataka kwenda. Kuna mvumo wa pumzi ya Mungu iko kinyume na adui zako. Oh, thank you Lord. 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 Thank you Jesus. Kila mmoja aliyoko hapa, hii neema iko kwako. Sio kwa ajili ya wanafunzi tu. Leo tunaungana kwa pamoja, wale wanafunzi na wasio wanafunzi. Saa hii ni kwa kila mtu. Chochote ambacho kiko kinyume na wewe, chochote ambacho kimesimama mbele yako, nasema hivi na Bwana anasema hivi: pumzi yako ni moto na maneno yako yatakuwa ni moto. Maadui zako watakuwa ni kuni, na huo moto utaramba hizo kuni. Hili neno la Bwana ni tumbo la uzazi lina shida, utasikia moto ndani ya tumbo lako sasa, kwa sababu adui huyu anazuia usizae. Yuko kwenye tumbo la uzazi, yuko kwenye ovari, yuko kwenye fallopian tube. Yuko wapi? Amekaa wapi? Hayo mayai amepeleka wapi? Hili neno ni moto, na hii pumzi ni moto. Huyu adui ni kuni, na huu moto umtafune sasa. Achia kizazi,
achia uterus, achia fallopian tube, achia mlango wa uzazi, achia, achia kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth, achia, teketea kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Ni mwanaume, huna uwezo wa kutunga mimba, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth, neno hili la Bwana, neno hili la Bwana ni moto na pumzi ni moto. Wewe ni kuni, achia, achia kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Out, 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 out. I said out. Huna mamlaka juu ya mwili huu. Asante Roho Mtakatifu, asante Roho Mtakatifu, asante Roho Mtakatifu, asante Roho Mtakatifu. Thank you, Lord. Amen and amen. Amen. Mshangilie Roho Mtakatifu. Kuna mtu ambaye amepata pumzi ya Roho Mtakatifu, pumzi ya Bwana, pumzi ya Mungu, nashama. Kadiri unavyofanya vizuri zaidi, hiyo pumzi inakuja kwa wingi popote pale ulipo. Kadiri unavyompa maua yake, unapomshangilia Roho Mtakatifu, ndivyo pumzi inavyozidi kuongezeka, ndivyo viwango vyako vinazidi kuongezeka, ndivyo nguvu inazidi kuongezeka, ndivyo moto unavyozidi kuongezeka, kwa sababu unapenda sana, kwa sababu unapenda sana, na kwa sababu umependa sana, moto mkubwa zaidi, nguvu kubwa zaidi, tenki la pumzi ya Mungu kubwa zaidi, ndiyo mkondo wa pumzi wa Mungu mkubwa zaidi. Kuna mtu ambaye mkondo wake, bomba lake la pumzi linakuwa kubwa zaidi na linapitisha pumzi nyingi zaidi, kwa nguvu kubwa zaidi, kwa moto mkubwa zaidi. Yes, yes, pokea pale ulipo. Ndiyo, naona kuna bomba kubwa, mkondo mkubwa wa bomba kubwa la pumzi nyingi linapita kwa kasi na kwa moto. My God, my God, my God. Kisukari kinaondoka, presha inaondoka, utasa unaondoka, ukame kwenye huduma unaondoka, ukame wa kiroho unaondoka. Unapomshangilia mfalme, mfalme anakutazama kwa jicho la kukupenda, anakutazama kwa jicho la kukupendelea, anakutazama kwa jicho la kibali. Roho wa Mungu anaachilia kibali cha pumzi yake, pumzi ya Mungu. Yes, nashama anointing. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Ni mtu mmoja hajapokea, ni mtu mmoja hajapokea, lakini wengine wameshapokea. Ni mtu mmoja hajapokea. Ni wewe ambaye huoni kinachoendelea, ni wewe ambaye ufikiri kinachoendelea, unatazama kwa njia ya mwili, lakini Roho Bwana yuko hapa kutimiza kile alichosema. Naona kuanzia sasa bomba kubwa la pumzi, pumzi nyingi, pumzi ya moto, yes, kwenda kuangamiza jeshi la mapepo majini, ndio roho zinazotenda kazi, yes, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Naona pumzi kwenye biashara yako,
Bwana akipumulia pumzi kwenye biashara yako, kwenye kazi yako, kwenye nyumba yako, kwenye career yako, kwenye maisha yako, kwenye afya yako. Yes, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Haleluya, haleluya. Tukae. Hajalishi natoka kwenye pua, hajalishi natoka kwenye mdomo. Amen. Bwana asifiwe. Pumzi yako kuanzia leo ni moja ya silaha hatari kuliko unaofikiria. Kwa sisi ambao tumevipiga vita tunavyovijua, katika moja ya silaha ambayo naziheshimu mno, and I salute the Holy Spirit, ni pumzi. One of the indicator, unajua unaweza kupewa upako mwingine wote, lakini pumzi ya Mungu lazima kiwe chombo ambacho ndani kinatunza usafi, utakatifu, uadilifu, ushirika na Roho Mtakatifu. Ni chombo ambacho kina imani thabiti. Mungu hawezi kukuamini na pumzi yake ya uzima akaruhusu chombo ambacho kinatenda dhambi hovyo. Hata kama una rekodi kwamba mchungaji wako anafanya 1 2 3, mimi sijui, lakini chombo ambacho kinabeba kweli pumzi ya Mungu must be holy, lazima kiwe kitakatifu. Unaweza kumhukumu mtu from the past, ukafikiria kwamba zamani alivyokuwa hivyo ndivyo hivyo. Unaweza kusimama leo ukamhukumu Daudi kutokana na dhambi aliyoifanya, lakini alishatengeneza na Mungu, huwezi kujua. Nakwambia hivi, hata kama wanakujua wewe, the past is over. Mungu anaposamehe, anasamehe na kusahau, hakumbuki. Kama ilivyokuwa mashariki na magharibi mbali, ndivyo Mungu anasahau. Leo ni chombo kipya kitakatifu ambacho Mungu amekiinua kwa ajili ya kupura. Ni chombo kipya kikali cha kupura. Ulikuwa hujui kupura, utaona jinsi ambavyo utapura leo. Oh my God. Anajua wapenzi wangu wamechelewa kuja kwenye mtambo, wakaenda kwenye utaratibu wao, lakini nataka niseme kwamba upako huu, nimeshasema, unawafaa watu wenye kumpenda Mungu na wenye wivu na Mungu. Unawafaa watu wenye kumpenda Mungu, wenye wivu na Mungu, na wenye hasira ya kiungu ndani yao katika mambo mabaya yasiyompendeza Mungu yanayofanyika mbele yao. Nitarudia tena. Upako wa nashama au wa pumzi ya Mungu unawafaa watu wenye kumpenda Mungu. That's number one. Nisema kwamba huwa unazaliwa au unakuwa birthed out of love. Wenye wivu na Mungu na wenye hasira ya kiungu ndani yao katika mambo mabaya yasiyompendeza Mungu yanayofanyika mbele zao. Ninaona kuna mtu ambaye yuko hapa, Mungu
ana enlarge Mungu ana enlarge your territory. Mtu mmoja nisomee pale Zaburi 18 mstari wa 15b mpaka 19. Zaburi 18 mstari anzia 15. Tasoma kwa jina la Yesu. Zaburi 18 mstari wa 15. Nayo inasema, ndipo ilipoonekana mikondo ya maji, misingi ya ulimwengu ikafichuliwa. Misingi ya ulimwengu ikafanya nini? Ikafichuliwa. Bwana, kwa kukemea kwako, kwa mvumo wa pumzi ya puani mwako. Kwa mvumo wa pumzi ya puani mwako. Alipeleka kutoka juu akanishika. Na kunitoa katika maji mengi. Na kunitoa katika maji mengi. Akaniokoa na adui yangu mwenye nguvu. Ana nguvu Akaniokoa na adui yangu mwenye nguvu. Okay. Na wale walionichukia. Maana walikuwa na nguvu kuliko mimi. Walinikabiri siku ya msiba wangu. Lakini Bwana alikuwa tegemeo langu. Akanitoa akanipeleka panapo nafasi. Acha hapo. Bwana Yesu asifiwe. I was just waiting for that place. Hivi wamesikia vizuri ile neno? Akanitoa kama msemi na mimi namaliza. Akanitoa akanipeleka panapo nafasi. Oh my God. Akanitoa akanipeleka palipo na nafasi. Okay. Hebu sema wanafunzi wa PhD. Akanitoa. Mkichelewa mimi ninamaliza hivyo. Kaa tu, naomba mrudie tena mara ya pili. He brought me forth also into a large place. Emfanya hivi. Hata umeshaka kwenye eneo la wanafunzi, wewe nawe fanya hivi. Sawa This is prophetic Sema mekab. Sema mekab. Si akanitoa akanipeleka mahali palipo na. This is a prophetic act. Amen. Hapa ndiko uliko. Sijakwambia mama utoke mahali pako. Kaa. Kijileta hapa ni kikangoni sasa. Ukishaingia kwenye nini lazima na wewe uingie kwenye hivyo. Mnaona ninavyofanya Hapa ndipo. Si ndio? This is a prophetic word. Akanitoa akanipeleka panapo na nafasi, into a large place, mekab, a broad place, wide place. Au tunaweza kusema ni a region, span. Amen. Hebu panua hivi. Kiwango chako
cha Mungu kukupeleka kwenye nafasi. This is prophetic. Kuna mwingine mtapiga hatua, kuna mwingine mtapiga hatua. Sijasema ufanye. Kuna mwingine mtapiga hatua, kuna mwingine atakuenlarge kiasi kwamba sasa kila kitu kinakufuata. Ni viwanja vya kujenga kanisa, hutanunua, vitakufuata. Ni kwa ajili ya kujenga nyumba yako ya kuishi. Nakwambia hivi, amekutoa mahali palipo na maji mengi. Alijua umezamishwa na ulikuwa umekamatwa na wale maadui wakubwa. I'm talking the prophetic thing, na hapa tunafanya prophetic act. Amen. Utaona kiwango chako cha Mungu ambacho anakutoa na kukupeleka katika eneo husika. Nimesema siyasema panua mkono wako, nimesema weka hivi kama nilivyoweka. Maana hapo mmekuja kama watoto wadogo. Sasa I want to show you something. Mungu alijua kwamba hao maadui wana nguvu hata kuliko wewe. Kiuchumi wana nguvu kuliko wewe, kinguvu wana nguvu kuliko wewe. Na ndio maana alikuwa amekusokomeka kwenye maji. Na Mungu akakutoa from that calamity. Sasa panua kidogo. Tena. 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 Anakupeleka panapo nafasi. Panapo nafasi. It is a prophetic word. Na hii ni prophetic act. Hiyo mikono yako ilivyo hapo sasa hivi huwezi kucontrol mwenyewe. Peleka. Panua. Ukiona mwenzako anakuzuia wewe pitisha kwingine tu. Tena. 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 Ndivyo Mungu atakavyokuenlarge. Ndivyo huduma yako itakuwa enlarged. Kiingereza wametumia neno large place. That's how God is going to enlarge your ministry. Ndio Mungu anaenda kuongeza huduma yako. Karama, vipawa, uweza, nguvu, upako, rasilimali. Panapo nafasi, kwa nafasi yako, kwa neno la Bwana. Just receive it. In the mighty name of Jesus Christ. Asante Baba. The Bible is saying, He brought me forth also into a large place. That's how God is going to enlarge your ministry. Enlarge your business. Yes. Ndivyo atakavyoikuza huduma yako. Upako juu yako, ndani yako. Nguvu, uweza. Mafanikio yako ya kiroho na kimwili. Baraka zako. Wale walikuwa na nguvu zaidi yako sasa wataona unavyopaa. Na Mungu anaenda kukupaiza. Huduma yako haito kama ilivyokuwa, itapaa. Itakuwa kubwa. Itavuka mipaka. Inavuka mipaka. Pumzi ya Mungu aliachilia leo itakupeleka kuvuka mipaka. That's how God is going to enlarge you. By the power of the Holy Spirit. By Nashama anointing. My God, my God, my God. My God. My God, my God. Bado Mungu anaendelea kuenlarge, anaendelea kukuza. Oh yeah. Oh my God.
utafika mpaka misho ya nchi. Ndiyo, utafika mpaka misho ya nchi. That's how God is going to enlarge you. Ndivyo Mungu atakavyopanua makazi yako. That's how God is going to enlarge your place. Oh my God, oh my God. Nakwambia wataondoka, watakimbia, watakuachia eneo. You are going to have a big place, large space, kwa sababu huduma iliyoko ndani yako ni kubwa. Neema ambayo Mungu anaachilia kwako leo ni kubwa. Mamlaka ambayo Mungu ameachilia kwako, hakuna nguvu zozote, nguvu zote za adui hazitakuweza, hazitakudhuru. Hayo ni mafuta katika viwango vingine. Nasema hayo ni mafuta mabichi katika viwango vingine. Nashama anointing. Nashama anointing. Upako wa pumzi ya Baba, pumzi ya Baba yako. Yes, in the mighty name of Jesus Christ. Bado endelea kuenlarge, bado endelea. Ndivyo wengine wataacha biashara yako itanuke, huduma yako ipanuke, kazi zako zipanuke, ranchi zako zipanuke kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Oh my God, oh my God, oh my God. Kuna watu watakupisha, wataondoka ili uchukue nafasi. I'm telling you, kuna mtu yuko hapa, watakupisha. Mama, tumeshindwa sisi, naomba uendelee wewe. Kwa nini? Ni wachawi, ni washirikina, ni walogi, watu wa namna ile. Nguvu yako imekuwa ni kubwa kuliko ya wao. Walikuwa na kumeza zamani, sasa utawameza. Watakimbia, atakuachia miji, watakimbia, atakuachia wanachotaka kuachia. Hili neno la Bwana, ana enlarge place, ana enlarge space, ana enlarge ministry yako. Ni ya watu wa 10, 20, Mungu anakupeleka kwenye maelfu. Hakuna maradhi, hakuna magonjwa, hakuna kizuizi kinachoweza kuzuia nguvu ya pumzi ya Mungu. Never. Haipo, hakipo. It's one of the strongest ever weapon. Ni moja kati ya nguvu ambayo ni kubwa, yenye nguvu kubwa. Kama kwa mwanafunzi hapa, hakuna na nasema hakuna somo utakalofeli. Sisemi usiende kusoma tena, somo kwa bidii, lakini hakuna utakaloshindwa, hakuna somo utakaloshindwa. Haya mafuta yako juu yako. Kama uko hapa kama mzazi, simama kwa niaba ya watoto na apokee wao upako kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu anapotilia pumzi kwenye masomo, kila kitu kinakuwa rahisi. Kitendawili kinasagwa kama kwa moto. Kitendawili kinakuwa ni kuni. Swali gumu linakuwa kama kuni mbele ya moto huu. Yes. 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 Hata kama unakwenda kwenye interview, nataka nikuhakikishie, pumzi ya Mungu haijawahi kushindwa. Maswali yote yanakuwa kama kuni, maana mdomoni mwako kunatoka pumzi ya moto na maneno ya moto. Unajibu moto, kitu ambacho hawawezi kuamini, hawawezi kuelewa, maana hii ni siri. This is a mystery. Ulifanyaje ugonjwa ukapona? It's a mystery. Mimi nimeumwa miaka 23, niliponwa. Mystery. Ni mystery. Ni mystery. Umeumwa mwaka moja miwili, mimi miaka 23 nilipona. Ni mystery. Na hii ndio siri ya Mungu. Pumzi ya Mungu ni siri ambayo kanisa hatujajua.
Unajua tu mwanzoni aliumba mtu akampumulia pumzi. No, hata sasa pumzi hii inaumba, pumzi inatia pumzi ndani ya wasio na pumzi ili wawe wazima. Kila kilichokufa, kila kilichozimia, kwa pumzi ya Bwana kinarudi kuwa hai, kinarudi kuwa kizima kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Popote uliko, ni ICU, emergency, kwa neno la Bwana, kwa pumzi ya Bwana ambayo Mungu anaachilia kama moto kuja kwako, unyanyuke kwenye hicho kitanda. Nyanyuka kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Nyanyuka, nyanyuka, simama, tembea kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kwa pumzi ya Bwana uwe mzima, uwe mzima, uwe mzima. Nyanyuka, tembea kwa ushindi. Umelala kitandani nyumbani, nyanyuka, wewe ni mzima. Ni neno la Bwana, tembea kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Una mtindio wa ubongo, neno la Bwana, pumzi ya Bwana inaumba upya, inatia uzima kwa upya. Uwe mzima kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Na Mungu anakwenda kuinua, na Mungu anaenda kupanua, anakuweka kwenye eneo ambalo utakuwa kwa makuzi, utaongezeka kwa makuzi ya haraka katika kiwango ambacho Mungu amekusudia. Le presakia la roko bidazuge la promanto bidazia e la monta percosende e la kuje de tia, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ndivyo biashara yako itakavyokwenda kupanuka na kuongezeka kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Kwa mtu ambaye ni mwekezaji wa ufalme, ndivyo uwekezaji wako unapozidi kwenda kuongezeka ili kumpa Mungu utukufu zaidi. Anakupa eneo ambalo ni large space. Nazungumza na wawekezaji kwenye ufalme wa Mungu. Nazungumza na wahisani, financiers in the kingdom. Nasema naona nisikiliza, mwanamume muhisani katika masuala ya ufalme. Ndivyo Mungu anaongeza nafasi zaidi, ndivyo Mungu anakupromoti zaidi kwa ajili ya swala mazima ya ufalme wa Mungu. Nazungumza na wale ambao wanatembea kwenye divine intelligence. Ndio, nazungumza na wale ambao wanatembea kwenye divine intelligence. Ndivyo hivyo, intelijensia yako leo Mungu anaitanua. Utaona mambo makubwa ambayo hujawahi kuyaona. Kila kitu, prophetic circle yako inaongezeka, apostolic circle yako inaongezeka. Anapanua. Uko hapa ni apostle, uko hapa ni prophet, uko hapa ni evangelist. Naona seko yako Mungu anaipanua, anakupeleka kwenye nafasi zaidi. Yes, yes. Am I talking to apostle here? I'm talking to apostolic circle. Apostolic circle. God is enlarging it. Lord is enlarging it. Lord is enlarging it. I'm talking of prophetic circle. Mungu ana enlarge to a large space, to a large scale. From towns to regions. Kutoka kwenye mji kwenda kwenye regions. Sina maana mikoa, ukanda. Mungu anakupeleka kwenye ukanda kubwa zaidi. My God, my God, my God. If kama mimi ni mtumishi kutoka kwa Bwana, neema hii, upako huu, mafuta mabichi
yako juu yako sasa, mwanamke ulioko hapa, mwanaume. Just receive it. Just receive it. I said just receive it by the power of the Holy Ghost. Asante Roho Mtakatifu. 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 Wanafunzi wa PhD, simama. Naomba mtu mmoja asome pale Hesabu 25. Tunakwenda kumaliza. Hesabu 25 mstari wa 10 mpaka 13. Tunakwenda kumalizia kwa hapo. Hesabu 25 mstari wa 10 mpaka 13. Kisha Bwana akanena na Musa akamwambia, Finehasi mwana wa Eleazari mwana wa Haruni kuhani amezigeuza hasira zangu ziwe juu ya wana wa Israeli. Zisiwe juu ya wana wa Israeli. Kwa kuwa alikuwa na wivu kati yao kwa wivu wangu mimi, hata nisiwaangamize wana wa Israeli katika wivu wangu. Basi kwa hiyo asema, tazama, nampa yeye agano langu la amani. Nampa yeye agano langu la amani. Tena kwake yeye na kizazi chake baada yake litakuwa agano la ukuhani wa milele. Oh my God. Oh my God. Nimekwambia mtu mwenye kutembea katika pumzi, mtu mwenye kutembea katika pumzi ya Mungu. Amen. Tumesema ni mtu wa namna gani? Upendo. Pili, ni mtu mwenye hasira na wivu ya Mungu ndani yake kwa jambo linalofanyika baya mbele yake. Huyu aliwaua watu walikuwa wanafanya uchafu ili Israeli isipatwe na hasira ya Mungu. Huyu akawaua. Mwanamke na mwanaume wanafanya uchafu kwenye kambi. Leo hii kuna watu wanafanya uchafu ndani ya kanisa, wanaachwa tu, hawakemewi, hawaambii lolote, na vitu vinazidi kusambaa namna ile. Hii roho inasambaa. Lakini yuwapi mtu mwenye wivu kama Bwana Finehasi? Yuwapi mtu mwenye hasira na wivu wa Mungu kama Finehasi? Aichukie dhambi hata kufa, potelea mbali. Ninyi hamwezi kukaa kwenye kambi ya Ibrania mnafanya uchafu. Akawakita mkuki, ukamtokea mwanaume ukampaka na mwanamke. Mungu hasira zake zifanya nini? Akazigeuza. Kwa sababu hiyo akawa na agano la amani na nani? Na Finehasi, na nyumba yake agano la ukuhani wa milele. Sifa ya mtu ambaye anatembea katika upako huu wa pumzi ya Mungu ni mtu ambaye ana hasira na wivu juu ya Mungu na kuchukia uchafu wowote ambao unafanyika mbele yake.
si zaidi sana kwenye nyumba ya Mungu. Leo hii hatuyaoni haya yakifanyika kwa sababu dhambi imekaa mpaka madhabahuni. Dhambi imeingia mpaka panapotajwa patakatifu. Nguvu ya Mungu utaiona wapi? Huwezi kumpenda Mungu ukafanya upuuzi, na Mungu hawezi kukuamini kukupa pumzi yake ukafanya vitu wakati yeye ni mtakatifu. Pumzi ya Mungu ni takatifu, lazima ikae kwenye chombo ambacho ni kitakatifu. Nimesema hivi, kuna pumzi ya uzima na kuna pumzi ya mauti. Unaweza kuwa ni mtumishi wa Mungu, unafanya miracles, lakini pumzi yako ni mauti. Ni ukweli. Lakini Mungu anakuacha tu ufanye kwa sababu nini? Unatumia karama. Alishakuacha. Karama za Mungu hazina majuto, na roho Mungu anapokuacha hapigi kelele. Lakini mtu wa Mungu wa kweli anayetembea katika pumzi ya Mungu wa kweli lazima awe na wivu na hasira ya Mungu juu ya dhambi na kinachofanyika mbele yake. Hawezi kuvumilia kuona uchafu. Hawa ni watu wanatembea kwenye haki, wanatafuta haki, wanadumu katika haki, wanatembea katika haki. Sasa ukifika hapo, Mungu anakuamini, na akikuamini anakuachia hii pumzi. Nakumbuka nilifika mahali pamoja katika ulimwengu wa roho, niliwaambia katika kazi ya intelijensia ya kiroho hakuna kazi ngumu kama hiyo. Ni kazi ambayo ni ngumu sana, lakini unakutana na roho chafu na uko kwenye uninja wako. Lakini akanishtukia, akaja kanishika hapa, ambia, lakini wewe mbona umejaa Yesu sana? Akaniambia, mbona wewe umejaa Yesu sana? Na mimi nikajifanya kama sikusikia. Nikamuuliza tena, umesemaje? Mbona wewe umejaa Yesu sana? Nakwambia hivi, Yesu tunamjua na Paulo tunamjua. Mungu akafanya agano la nini? La amani na Fineasi, na agano la ukuhani wa milele katika familia yake. Ndio maombi yangu kwako. Amen. Unapotoka hapa, ili agano lianze sasa. Sasa agano la amani na agano la ukuhani katika familia yako milele. Sogea hapa mbele. Wanafunzi, kile alichoachilia Mungu ndicho anaachilia kwa siku ya leo. Are you ready for that? Are you ready for that? Really? Ule upako ambao Mungu aliachia kwa Fineasi na upako wa Nashama utakuwa juu yako ndani ya sekunde moja zijazo. Konsolata, pokea upako wa Nashama na uliokuwa juu ya Fineasi kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Oscar, pokea upako wa Nashama na upako uliokuwa juu ya Fineasi kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Neema, pokea upako wa Nashama
na upako ulikuwa juu ya Finehasi, na hilo agano lianze sasa kwa neema ya Mungu aliachia kwako. Seda, pokea upako wa Nashama, pumzi ya baba yako, pumzi ya Mungu, na upako wa Finehasi, agano la amani na ukuhani milele kwenye familia yako katika jina la Yesu Kristo. Judith, pokea upako wa Nashama, na upako ulikuwa juu ya Finehasi, na Mungu wangu ambaye ameniambia niliseme hilo agano la amani na ukuhani milele kwenye familia yako lianze sasa. Waitasha, pokea upako wa Nashama, pumzi ya baba yako wa mbinguni, na upako wa Finehasi, agano la amani na la ukuhani milele katika nyumba yako katika jina la Yesu Kristo. God love, pokea upako wa Nashama na upako wa Finehasi. Mungu aweke agano la amani kwako na la ukuhani milele katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Simama juu. Nyosha mkono wako juu. Ule mvumo wa pumzi ya Mungu, pumzi ya moto ambayo itatoka kwa hasira, hakuna pepo litakalosimama kwako sekunde moja. Huo upako ukiingia ukiwa nao, huduma yako itakuwa nyepesi sana, na ni mvumo wa pumzi ya Mungu, na utakuja kwako kwa namna ya ajabu sana, na hakuna pepo jeuri juu ya pumzi ya Mungu. Nataka niwahakikishie, hakuna pepo jeuri mbele ya pumzi ya Mungu. Watu wengi waelewe siri hiyo. Anointing iko juu yako. Consolata, Oscar, kwa juu yako. Neema, kwa juu yako. Seda, kwa juu yako. Judith, uko juu yako. Itasha, uko juu yako. God love, ndivyo utakavyowaua maadui zako kwa pumzi ya Bwana ndani yako. Na mtumishi wote ulioko popote unaniona, unanisikiliza, ndivyo Mungu anafanya kwako, na ndivyo utakavyoangamiza maadui zako kwa pumzi yako. Kama Yesu anasema kwa pumzi yake ndivyo atakavyomuua ile asi bwana uasi. Maanake wewe ndani yako, hiyo pumzi yako ni silaha ya kuteketeza na kuangamiza maadui. Hakuna adui atakayesimama. Mtoto anaumwa, simama pale ulipo. Kama unaumwa,
inawezekana kwamba unakuwa unaumwa kwa sababu Jumapili hatukuona. Anaumwa ni nani? Aha. Oh, kweli. Nimekusamehe, Jumapili sikukuona, nilikutaja. Okay. Angalieni kitu ambacho Mungu anafanya kwake. Wewe ni mwanangu, binti yangu, hakuna mtu akukugusa. Amefanya makosa sana kukugusa. Yaani amefanya makosa sana kukugusa. Afadhali angenigusa mimi. Jesus name. Tayari imefika. Ukimgusa binti yangu, ukimgusa mwanangu, mimi nakumaliza kwa pumzi ya Bwana tu. Touch not my daughters, touch not my son. I will kill you. I will kill you. Kwa pumzi ya Bwana. Wewe unaumwa nini? Mungu ameshakufanyia operation hapa masaa mengi sana. Tena Mungu amefanya operation ya muda mrefu sana. Asante Yesu kwa kuniponya. Ulilala hapo masaa mangapi? Sifahamu. Nini kiko kinatokea wakati umelala? Nilikuwa naona tumbo langu limepasuliwa. Kuna damu ilikuwa inatolewa, kuna moyo mpya ulikuwa unatolewa, la zamani unawekwa mpya, mapafu. Na kichwani walipasua na huku mgongoni. Unaamini? Naamini. Kama sisi Mungu haji kufanya operation, sisi ndio tunaofanya operation. We are the surgeons. Amen. Roho Mtakatifu ni instructor wa surgeons. Kwa niliposema na nikasema tuangalie huyu mwanamke, nitamuombea halafu tuone atakapolala muda mrefu hapa. Kwa hiyo nilipopumua ile ni nusu kaputi au kaputi. Amen. Amen. Sasa ndio maana walikuja malaika wakafanya operation. Ningesema sasa tukuombee tena, ni kama tunafanya repetition, kitu ambacho hamkuamini kilichofanyika. Sasa wewe ndio mwenyewe umesema, wakaja kufanya upasuaji huku na kule. It is done. Amen. Nyosha mkono wako. Father, I command perfection. Perfection katika kifua, katika moyo, kidney, mapafu, kwenye damu, mgongo. Perfection. 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 Total healing. Total deliverance. In the mighty name of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus Christ. Come back with a testimony for glory of God's sake. In Jesus' name. Thank you, Father. It is done. Imekuwa. Nilikuwa nimesikia habari zako Yesu, kwa kusikia kwa masikio Yesu, Yesu, bali sasa macho yangu yanakuona Yesu, Yesu, mzuri Yesu, mtakatifu Yesu, mzuri Yesu, mtakatifu
mtakatifu, 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 Yesu mtakatifu, 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 Yesu mtakatifu, Yesu mtakatifu, 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 oh mtakatifu, mtakatifu, Yesu, Yesu mtakatifu, Bwana mtakatifu, 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 mtakatifu,
Tunamshukuru Mungu. Darasa la PhD lingomanika na siku ya deliverance Jumanne, kasi ya mkono wa Mungu. Na leo tumeona pumzi ya Mungu inavyotenda kazi kwa kasi ya mkono wa Mungu. Kila kitu ni kasi ya mkono wa Mungu. Mkono wa Mungu usipokuwa pamoja nawe, huwezi kufanya kitu. Mwalimu wetu, profesa wetu, ambaye ndio mkuu wa chuo hiki, programu hii, tunakushukuru. Tunasema ni asante. Patmore Outreach Strategic Program si program ya kanisa, ni ya mwili wa Kristo, ya mtu, ni program ya kanisa, kwa maana mwili wa Kristo. Watu kupata maarifa bure, kufikia ulimwengu kwa wakati, kufika mwisho wa nchi kwa wakati. Na kushukuru mwalimu kwa kazi njema na kubwa ambayo ameifanya tangu asubuhi saa 4 na kufika saa hizi saa 12. Tumekula na kunywa, na kuna wengine wameungana na sisi katikati hapa jioni hii. Asante kwa walioponywa wengi, waliofunguliwa wengi. Nikushukuru kwa sababu wewe ni mwema na mwaminifu mno. Bado naona kuna uwepo wa Mungu mkubwa hapa. Bado kuna mtembeo wa Roho Mtakatifu, wingu la Roho Mtakatifu bado liko hapa. Bado wingu la Roho Mtakatifu liko hapa. Kuna mtu nasikia kuna moto tumboni. Napozungumza saa hizi kuna moto tumboni. Something is being born out of you. Kuna kitu kinazaliwa kwako. Kuna kitu kinazaliwa. Something is being born out of you. Kuna kitu cha kiroho kinazaliwa. Kuna jambo la kiroho linazaliwa. Pale ulipopokea neema, uko hapa. Unaona katika tumbo lako kuna moto fulani unatembea ninapozungumza. Na sasa nimekamata tumbo lako lote. Receive that grace. Receive that grace. Something is being born out of you. Thank you, Holy Spirit. Malaika wa ishara bado ananiambia bado yupo mtu. Bado umoto uko kwa mtu. Malaika wa ishara ananiambia yupo mtu namna hii bado inaendelea ishara. Pokea pale ulipo. Who is that? Nani huyo? Ni mwanamke, lakini pia kuna mwanaume. Yawezekana uko nje na hata hapa wapo. Hiyo neema iko juu ya mtu hapa. Pokea pale ulipo kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Na kusubiri. Nafikiri bado mwanamke yuko mmoja hapa. Hey, Jesus Christ. Ikada saila. Leprokotiza bida kushilente. Lapro sapira koshmanta.
ananiambia bado. Unapomshikilia hivyo manake nini? When you touch her like that, you are tapping. You are tapping. Bado yupo na Mungu bado malaika wa nani wa ishara naambia. Sehemu za mbavu zako zimekamata, ni moto, yani mbavu zako kushuka kwenye tumbo. Yes. Huyo mwanamke yuko hapi huyo? Yuko mwanamke hapa kwenye mbavu zako. Is something being born of you. Being born out of you. It's a good thing. Just receive it. Pokea pale ulipo. Hii ishara haiwezi kuniondoka mimi mpaka umepokea. Kuna kitu kinazaliwa. Waandishi wa habari bwana, sasa kama unafuatilia jamaa Kofresa ila katalia la prakatahila mantafakadushnante la prakatafida karia basia le prakatalika montafakadaspira bushnante. Hicho kitu hakiwezi mpaka kizaliwe, ni kitu kikubwa sana. Oh my God. Huyu yuko kwenye labor ward tayari, anataka kukizaa hicho kitu in the realm of the spirit. Hicho kitu lazima kizaliwe. So I'm seeing somebody in the labor ward in the realm of the spirit. Kuna mtu anaingia kwenye labor ward katika ulimwengu wa roho. Hicho kitu lazima kizaliwe. Kimekaa siku nyingi, kilikuwa nasubiri siku kama leo. Oh my God, oh my God, oh my God. Oh my God. Now push, 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 push in the name of, push in the name of Jesus Christ. Push. Kuna kitu kipya kinazaliwa. You'll come back with a testimony. Hiyo pumzi ya Mungu imekwenda kuchokonoa vitu fulani, lazima vizaliwe. Oh my God. Oh my God. Oscar, weka mikono yako hapa. Fanya hivi. There's something out of you must be born today. Must be birthed today. Ikitu lazima kizaliwe leo. Na sasa, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Yes, yes. Must be born out of you. Mzee, una kitu kikubwa sana kwenye maisha yako. Must be born of you, out of you. Mary, kuna biashara kubwa. I don't know. Mimi sifahamu sana mambo yako. I don't know kabisa. Weka mkono wako hapa. If you know you're Mary, anybody call Mary, something is being born out of you. Kuna kitu kinazaliwa kwako. Ni kwenye biashara, kwenye nini mimi sifahamu. Lakini kuna kitu kikubwa kinazaliwa Mary. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth, akatimilize ndoto yako sasa. Akatimilize ndoto yako sasa. Na hicho kitu kizaliwe mara moja. Push! Push in the mighty name of Jesus. Push! Push! By nashama power. Kwa pumzi ya Mungu. Push! I say push! Push! In the mighty name of Jesus Christ. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Joseph,
you know that you are a great man of God? Something's being birthed out of you. Huyu malaika wa ishara bado hajaondoka hapa. Something great is being born out of you by the power of the Holy Spirit, by the Nashama power, by Nashama anointing, the breath of my Father. Push! The mighty name of Jesus Christ. The mighty name of Jesus Christ. Then it is over. It is over. Put your hands at your loin. Weka kiunoni mwako, mikono yako. It is over. 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 Thank you, Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Wewe ulioko kule nje, kuna kitu kipya kinazaliwa kwako. Kwa mafuta ya Mungu ametupaka siku ya leo kutoka madhabahu hii, kuna kitu kinazaliwa kwako. Weka mikono yako kwenye kiuno chako, kila mmoja aliyoko hapa ambao bado hajahudumiwa, wale ambao ni bado, wale ambao bado, sio ninyi ambao tayari, na ninyi mlioko huko nje, ninyi ambao mmeshahudumia, hudumia wengine. Ninyi wanafunzi ambao mmeshahudumia, wahudumia hao wenyeji walioko hapa. Na ninyi ambao mko huko nje, kaa hapo ulipo, sina haja kusogelea. Na ninyi ambao mko huko nje, just put your hands at your loins. Kuna kitu ambacho kinazaliwa kwako. I will come back with a testimony. By the power of the Holy Spirit and by the Nashama power, the breath of my Father, the breath of my God. Hicho kichoko ndani yako kwa miaka mingi kinasubiriwa kuzaliwa, ninaamuru sasa. Uko kwenye labor ward, na hicho kitu lazima kizaliwe leo na sasa. Upako wa Nashama ni sasa, na unazalisha sasa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth, push your miracle. Push. Push in the mighty name of Christ. I say push. By Nashama power, by Nashama anointing, receive your miracle. Kile kichwa ndoto yako na kinazaliwa sasa. Kile ambacho ni ndoto yako kinazaliwa sasa. Na maanisha sasa. Nashama haikosei. Nashama power haipungui. Push in the mighty name of Jesus Christ. I say, push. I say, push in the mighty name of Christ. Push, push, push. Malaika mnaohusika na labor ward, in the realm of the spirit, assist them to push. Push, 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 push in the mighty name of Christ. You have your baby. You have your miracle. You have your job. You have your promotion. You have your healing. Una uponyaji wako. Una mtoto wako. Una promotion yako. Ndio. Lazima kizaliwe. Pumzi ya Mungu
hajakukosea. In the mighty name of Jesus Christ. Thank you Father. Tunalitukuza jina lako Bwana Yesu. Asante. Asante kwa mwalimu mzuri uliotupa, Roho Mtakatifu. Asante Roho Mtakatifu kwa kutupenda na kutukubali kama rafiki zako. Yote yamefanyika ni kwa mkono wa Mungu, ni kwa kasi ya mkono wa Baba yetu, kama ulivyofanya kwa Elia. Akajikaza viuno vyake, akakimbia mbele ya gari ya Ahabu, akafika Yezreeli mbele ya gari ya mkuu. Ni kwa mkono wako tumefunga viuno vya nia zetu, twende mbele ya muda wa dunia, tuingie kwenye anga la muda wako, tutazame ulimwengu kwa jicho la muda wako, ili watu wacheke kesho yao, kwa sababu walishapita miaka mingi iliyopita. Ndivyo ilivyo hata sasa. Ni kasi ya mkono wa Mungu. Katika jina la Yesu Mungu nakushukuru. Amen. 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 Unataka kumbariki Mungu kwa sadaka yako, zaka yako, kupanda, kuna namba zinapita kwenye screen. If you feel to do so, kindly do so. Kama unaona kufanya hivyo, fanya hivyo, ili huduma ipate kusambaa na kufika maeneo. Mungu wangu akubariki. Ninyi ambao mnasikiza kutoka kwa mitandao, bye for now until next Tuesday. Rather we meet on Sunday kwenye Sunday service kuanzia saa 3 mpaka saa 8. Mungu wangu awabariki. Amen and amen.